Kwa nini kuache? Una faida gani? Haleluya. Haleluya. Lakini kila mtu ana faida duniani. Haleluya. Sema mimi nina faida duniani ya kuzaa matunda. Bwana siwe sana. Nataka niwaambie wana wa Mungu, Yesu anataka tuzae matunda kabisa. Alipokuita, yani alipokutoa huko akakuokoa, lengo ukazae matunda. Na amekupanda uzae matunda kwa jinsi anavyotaka yeye. Anajua ni namna gani utayazaa hayo matunda. Ndivyo alivyo Mungu. Na siku ya mwisho atataka kuona hayo matunda. Biblia inasema wengine siku ile kazi zao zitapimwa. Hizi kazi wanazozifanya duniani zitapimwa katika moto. Wengine zitateketea. Yaani kazi tunazoziona hizi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Zitafanyaje? Zitapimwa. Hapa ninapohubiri, hii kazi ninayohubiri itapimwa. Je, ninahubiri kwa ajili ya fedha au nahubiri kwa ajili ya kazi ya Mungu? Mungu sana angalia. Je, anahubiri ili apate fedha? Anahubiri kama nilivyomwita azae matunda ya Injili? Kwa hiyo zitapimwa. Haleluya. Amen. Uliokoka kwa sababu umekimbia wachawi, au uliokoka kwa sababu wokovu ni haki yako? Kila kazi zitaletwa, kuna mzani watakatifu, kazi zao zitapimwa. Mtumishi mmoja wa Mungu alishafariki. Alisema alionyesha ni siku ya mwisho na watu wengi wamekaribishwa kwa ajili ya kupata taji. Anasema kila mmoja anapata taji, anapata taji. Wakabaki wawili, yeye na bibi kizee. Sasa kwa sababu yule mtu amehubiri sana Injili sana, akasema taji kubwa ni taji ya kwangu. Moyoni anawaza. Ilikuwa ni ndoto, alikuwa anaota ndoto. Yule mtumishi alikufa nadhani miaka 8 au alifariki. Kama 10 hivi imepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona taji anapewa bibi kizee. Mshirika wake bibi kizee kanisani. Akashangaa. Sasa Bwana, sasa mbona hiyo taji, mbona unampa bibi kizee na kati mimi nimehubiri Injili duniani? Nimetembea mataifa ya Afrika, Asia, Marekani, kote nimetembea. Sasa bibi mbona hii? Akasema umemwona huyu? Mafanikio yako yote ya Injili yalikuwa ni maombi ya huyu bibi. Ulipokuwa unaenda kuhubiri, yeye ndiye aliyekuwa anainua mikono na kupaza sauti ili Mungu akusaidie kwa habari ya Injili. Ile miujiza kuna inatokea yalikuwa ni machozi ya huyu bibi anastahili hii taji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila mtu aliyeitwa atakuwa mhubiri. Wengine Mungu amewaita wamuombee tu mchungaji. Nataka niwape matunda ya maombi, kuombea watumishi wa Mungu. Wana wa Israeli walipokuwa wanaenda kupigana vita, walimhitaji Musa aombe ili washinde nini? Vita. Na alipokuwa akishusha mikono walikuwa wanapigwa. Alipokuwa akiinua mikono walikuwa wanashinda. Kwa hata maisha ya leo kuna watu ambao wanahitaji wasimame kwa nafasi yao. Hayo ni matunda. Sema kusimama kwa nafasi yangu ni matunda. Haleluya, kanisa la Mungu. Kusimama. Kwa hiyo Yesu anasema nyingine zilizaa mara 100 zikakua. Kwa hiyo mtumishi alipokuja kuamka akasema, kumbe kazi ninayofanya kuna wengine
wananiinua. Kumbe hakuna haja ya kujivuna. Mimi ninapohubiri hapa kuna watu wananiinua. Bwana siwe sana. Haleluya. Wanasema Bwana kampe usemi. Paulo anasema mtuombee ili tupewe nini? Usemi. Tunaposema neno la Mungu hatupangi kwamba ninaenda kuongea hivi. Ni Bwana mwenyewe anatupa usemi ili tunapohubiri neno mlipokee yaweze kuonekana matunda. Ninapohubiri ninapanda mbegu ya neno kwa habari ya kuzaa nini? Baada ya muda mchungaji ataona udhihirisho wa lile neno nilohubiri leo tarehe 1 mwezi wa 3. Haleluya. Haleluya. Ni mimi nitaweza kuona udhihirisho na Mungu nitaona udhihirisho kimwili. Mungu ataona udhihirisho kiroho, mimi nitaona udhihirisho kiroho na kimwili. Kwamba mtumishi nilihubiri habari za mpanzi. Naona